wapendwa wawakilishi wa UWAKA kutoka Vikari ya Moshi, wapendwa wakina mama wa UWAKA, wawakilishi mnao wasindikiza UWAKA katika vikari yetu ya Moshi, wapendwa waimbaji, wanakwaya, wapendwa vyombo vya habari vilivyopo hapa na walioalia, pamoja na kambi kutoka NTV na wengine wote mapenzi mema tunaosali pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, leo tunaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria, baba mlishi wa mtoto Yesu na msimamizi na mlinzi wa Kanisa Katoliki. Mtakatifu Yosefu anayo nafasi ya pekee sana katika Kanisa Katoliki. Amepewa heshima ya pekee kabisa katika kanisa. Ni mtakatifu mwenye viwango vya juu sana katika kanisa, na daima tunapotafakari juu ya utakatifu wake unatushangaza. Ni mtakatifu mwenye viwango vya hali ya juu, ni mtakatifu kweli, ni mwenye haki, ni mwenye usafi wa hali ya juu kabisa. Kwa hiyo utakatifu wake una tofauti sana na utakatifu wa watakatifu wengine. Kwa utakatifu wa viwango vya juu namna hiyo, najiuliza anatokea yeye hatumwoni katika mazoezi ya kiroho mahali popote. Si kama kuna mtu ambaye hasa ameshasikia sauti ya Mtakatifu Yosefu katika maandiko matakatifu baada ya kuzungumza. Mtakatifu Yosefu hajawahi kusikia sauti yake katika maandiko matakatifu. Ni bubu muda wote, tangu mwanzo mpaka mwisho. Sasa tunajiuliza, utakatifu wa Mtakatifu Yosefu wenye viwango vya juu namna hiyo, alipewa heshima ya juu kabisa. Tukaona huko baadaye Mwenyezi Mungu alimkabidhi kanisa alitunze kama alivyotunza mtoto Yesu. Amepata wapi utakatifu wa viwango vya juu namna hiyo, uliomkuza Mwenyezi Mungu namna hiyo, wakati ambapo hatumuoni katika mazoezi ya kiroho? Watakatifu wengi kama tunavyofahamu wamehangaika sana, wamejihusisha sana na mazoezi ya kiroho, kusali. Watakatifu wengi ni watu wa sala. Tunawaona kwenye maisha ya practical life wanavyohangaika na sala, watu wa sala mchana na usiku, mazoezi mbalimbali ya kiroho, kusoma vitabu vya watakatifu, kufunga, kupokea sakramenti ya kitubio mara nyingi sana, Ekaristi Takatifu, kuabudu usiku na mchana, kujitesa, toba. Takatifu wengi wamefanya toba ya kina kabisa, hata kujilaza chini, hata kumwagia maji baridi usiku. Ninaomba kwenye maji baridi usiku, wengine wamejilaza kwenye maji baridi.
mpendwa wake, mke wake ana mimba. Yeye ikamtesa sana moyoni. Ni mtu wa haki, ni mtakatifu, hakupenda kumwaibisha mke wake hadharani. Akaamua kukaa kimya, akiwa anateseka huko moyoni. Naona wanaume kufunza wengine, tunaongea kwenye matatizo ya nyumbani. Niona na kitu kimetokea kule nyumbani, nimemtesa sana, akahifadhi moyoni, hakupenda kumwaibisha mwenzake. Akiwa hapo, ikaja sauti ya malaika kutoka mbinguni, Yosefu, usiogope kumchukua mkeo Mariamu, kwa sababu mimba aliyonayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mchukue. Akazinduka katika usingizi, akamchukua mke wake. Sasa hapo kuna maneno mengi. Sasa anachukuaje mke wake hapo? Akuuliza hapa swali likuaje? Hayo Mungu ameamua kumchukua mke wangu, na hiyo mimba ameipata wapi? Sasa mimi nitakuaje mbele za watu? Hakuna lolote linalosikika kwa Mtakatifu Yosefu. Amelichukua kavu hivyo, akamchukua Maria kama mkewe. Kwa utulivu wa ajabu, kwa imani kuu kwa Mungu, yeye ambaye ni Mungu anafahamu kwamba hiyo mimba ilitoka wapi, na huyo mtoto anayeitwa Yesu ni wa namna gani, na kwamba mimi hali yangu itakuwaje. Anafahamu, anakabidhi yote kwa Mungu mkuu. Imani yake kwa Mungu ni ya juu sana. Ni mtendaji wake unatokana na kwamba unatokana na imani yake kwa Mungu. Ni Mungu amesema, mimi ni kiumbe tu. Mungu amesema, yule mwenye uwezo na mamlaka ya juu amesema nimchukue Mariamu kama mke wangu, na mimba aliyonayo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Basi yeye anafahamu, anatii, anaingia kwenye utendaji. Inakuja tena baada ya Bikira Maria kuzaa mtoto, Herode anapomtafuta, anatumiwa tena ujumbe na Mungu kwa njia ya malaika, Yosefu, ondoka usiku, mchukue mkeo na mtoto na mwanao, ukimbilie Misri, kwani anatafutwa na mfalme Herode. Akazinduka katika usingizi, akamchukua mkewe na mwanaye, wakaielekea Misri. No question. Naamini kwamba ni Mungu ametoa agizo, ametoa amri, na Mungu kila analolisema ni njema. Alipokea, anza safari kuelekea Misri. Lakini akiwa kule nakuja tena mwaliko mwingine, ambayo sio mwaliko, ni agizo. Agizo lingine, sasa chukue mkeo, urudi Nazareti. Anaondoka kwenda Nazareti. Hakuna neno lolote, hakuna swala lolote analouliza, anaondoka kimya kimya. Anatekeleza katika ukimya, anatekeleza lakini katika msingi wa imani kuu kwa Mungu, utii wa kina kabisa kwa Mungu, nyenyekevu kwa kina na heshima kwa Mungu. Mungu hawezi kukosea. Mungu amesema, natimiza mapenzi ya Mungu, natimiza mapenzi ya Mungu, natimiza mpango wa Mungu kwake, yale ambayo Mungu anayapenda kwake, anayoagiza kwake, anapokea kwa moyo uliojaa utayari, ambao hauna maneno, na anaingia kwenye utendaji wa dhati, utendaji uliojawa na uaminifu kamili. Alitenda kwa uaminifu wote. Sasa ndugu zangu, mtakatifu huu wa juu namna hiyo wa Yosefu uko hapo katika kuyatimiza mapenzi
kwa imani ya Abrahamu na imani ya Yosefu. Sasa imani ya ndugu zangu wapendwa, kwanza ninazungumza hapa, imani yetu bado ina imani yetu kwa Mungu, imani yetu kwa Yesu, imani yetu kwa ukuu wa kanisa Katoliki bado mapungufu ni makubwa, pamoja na alama zote za kimbingu Mwenyezi Mungu anazotuonyesha daima. Kuna mafunzo, kuna miujiza ya Mungu tunayoshuhudia daima katika matendo yetu, katika maisha yetu ya kila siku, lakini hata hivyo hayatuinui tuweze kuona kweli kwamba tuweze kuona kwa imani kwamba ni Mungu yuko kati yetu anatenda. Kama imani yetu sisi ni warithi wa Abrahamu, ni warithi wa imani ya Kristo, ni warithi wa imani ya Mtakatifu Yosefu, bado lazima kufanya kazi. Ni imani kuu kwa Mungu inayofanya Mtakatifu Yosefu anatenda yote kama Mungu alivyoagiza. Imani kwa Mungu mkuu ametamka, mimi ni kiumbe, ni nani niseme? Anaingia kwenye utendaji. Hakuna na nafasi ya kuuliza lolote wala ya kuonyesha uso ambao ulibadilika sura. Neva imani katika utendaji. Kama imani ya ajabu, imani ya ajabu, imani ya ajabu ambayo inaleta uzima, unyenyekevu na heshima kwa Mungu. Bila imani hata uzima hawezi kuonyesha, hata unyenyekevu hawezi kuonyesha, wala heshima kwa Mungu. Ile imani yake kule ndani, ile nguvu ya imani inamfanya anaingia kwenye kabila lingine, labda ameshajiingiza kwenye kabila lingine mara moja. Unyenyekevu wa ajabu, utii wa ajabu, heshima ya ajabu, utayari wa ajabu, utayari hana nafasi hata nukta moja ya kuuliza swali. Kwake ni kupoteza wakati kumuuliza Yesu, kumuuliza Mungu, sasa itakuwaje? Sasa Mungu mtaani watanisema hakuna nafasi hiyo. Utayari katika kuingia kwenye yale Mwenyezi Mungu anayoagiza, yale Yesu anayoagiza, yale kanisa linaloagiza. Unajua katika mambo ya imani, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye anataka kutuondoa katika mambo magumu, atukumbushe sisi. Tukijaribu kuangalia lugha ya Mungu daima ni ya maagizo, ni agizo, kwa sababu anataka mara moja utoke huko. Yeye ameshaona kwamba hili la uongozi wako, ila uongofu wako. Kwa hiyo kwenye mambo ya safari yetu ya uongofu, katika malezi ya uongofu, yale mambo mbalimbali tunayofanya katika safari yetu, kwenye mwenendo wetu wa kujitakasa, kuweka sawa, twende huko kwenye makao ya milele, mara nyingi sio kwamba tunaalikwa kwa kupembelezwa, ni agizo, kwa sababu ila uongozi la uongofu. Kwa nini kwanza kujipenda wenzako? Yeye anavyokupenda, anataka mara moja uingie kazini, ili uingie katika hiyo heri, hiyo heshima, hiyo hali. Kwa hiyo kwa nini hapa ni agizo? Kwenye kanisa tunaagizwa daima, na mara moja tunapaswa kuingia kwenye matendo. Sasa sisi tumeleta huko ya kufikiria, na kuomba muda ya kufikiria kama unaweza kufikiria na alipa na kanisa. Sasa ni kipindi cha kupata sakramenti ya ndoa. Toka huko sasa, toka huko katika resma yetu tunakuomba. Yesu anatumia lugha ya kuomba, lakini kwa kweli kwa kanisa
mtendaji mashuhuri, mtendaji mwepesi. Sasa sisi tunapoadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yosefu iangalie. Mtakatifu Yosefu nisikia katika sala za misa siku ya leo tunasema Mungu alimweka asimamie na asaidie kutekeleza mafumbo ya wokovu wetu. Mafumbo ya wokovu wetu yalipana yako katika utendaji aliandikwa yasimamie na aliye ndani yake asaidie yabariki vizuri. Mafumbo ya wokovu wetu yaliyoko kwenye kanisa, na sisi tunaandikwa kuyatunze, kuyasimamie, tuingie katika ushiriki ili aweze kuingia katika hukumu wake. Mafumbo ya Mungu yanaendelea ndani ya kanisa Katoliki na mafumbo. Chukua kwa mfano wito wa ndoa, ni fumbo la Mungu liko ndani ya kanisa. Ni fumbo kubwa la Mungu liko katika familia, ndoa na familia. Secret mystery, the great mystery in the family. Kuna fumbo huko, ndoa ni fumbo, familia ni fumbo. Sasa tunaalikwa Mwenyezi Mungu tutekeleze, yaani kushiriki katika kutunza mafumbo hayo yaliyo kwenye ndoa, kwenye familia, ili yaweze kufanyika kwa kadiri ya mpango wake mtakatifu. Sasa tunapokuruka hivyo, Mungu anafahamu. Upadri ni fumbo kubwa katika kanisa, halina maelezo. Ni fumbo la Mungu, maalikwa kuingia hapo, kushiriki hilo fumbo na tusaidie katika safari ya kuishi wokovu uonekane zaidi ndani ya sisi wenyewe na wana kabisa. Sakramenti ya upadre ni fumbo, utawa ni fumbo, maisha ya Mungu kabla ya wakati, maisha ya mbingu, mambo yaleta mafumbo ya mbinguni. Imeandikwa myatekeleze, myaishi, myashiriki ukiwa hapa duniani, ili watu waone jinsi Mungu alivyo mtakatifu, waone mbinguni kulivyo mtakatifu, kwa sababu mbingu maisha ya watu sio maisha hapa duniani, maisha ya Mungu, maisha ya malaika tumeshirikishwa. Sasa kwa namna gani
imani, utii, unyenyekevu, heshima, utayari uliojawa na wepesi wa kufanya yale ambayo tunaalikwa kufanya bila manunguniko, bila makandokando ya aina yoyote. Kuwa daima kwenye kuwa mstari wa kufanya mambo kikamilifu inavyopasa. Sasa leo tutaongea sana juu ya uwanja, na nimewaalika kwa makusudi mazima kwamba hayo mafungo ya Mungu yaliyoko katika maisha yetu, maisha ya ndoa, ambayo anataka msaidie kutekeleza, kushiriki katika kutekeleza ili wokovu uendelee kupima katika mafungo hayo, katika sakramenti ya ndoa iliyoko katika maisha yetu. Sasa namna gani tunatekeleza? Namna gani tunatoa ushuhuda maisha yetu ya ndoa, maisha yetu ya Kikristo? Namna gani tunakuwa ni kioo na vijana ambao hawajaona waangalia? Sasa tutayaona leo. Tunaita kwa makusudi mazima ili tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu atupe Roho Mtakatifu maana wa kujiangalia tena, ili mkiwa ni wawakilishi wa uwanja katika vikarieti ya Moshi. Tunawaita kwa makusudi mazima, nyinyi mnatoka vikarieti ya Moshi, vikarieti ya kiti cha askofu, vikarieti ya kiti cha Baba Mtakatifu. Senta ya Kristo katika jimbo letu ni hapa, na nyinyi na vikarieti ya kiti, vikarieti ya kiti cha askofu, vikarieti ya kiti cha Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu akija kusali misa leo atakaa. Yesu anakuja hapa leo kuongea na sisi, akikaa hapa. Sasa nyinyi Mungu hapa katika hivi vikarieti, msaidie kutekeleza mafungo ya Kristo yaliyowekwa katika maisha yetu, katika hiyo hali yenu yanayo kama ile Mtakatifu Yosefu. Kwa namna gani kweli waka tutaongea leo. Tunamwomba Roho Mtakatifu atangaze mpate mwana. Nikaomba na wakina mama wawili wawasindikize. Wakina mama alao wawe na wakumbusha sasa nyinyi ni wakina nani. Sababu wakina mama wazuri sana katika kukumbusha mambo mbalimbali muhimu, na wana sauti ambazo wana namna zao, wakianza kuwakumbusha na kuwashirikisha mtakumbuka tu. Hatuko vizuri uwaka hatuko vizuri jimbo lote, lakini uwaka wanaume wa Kristo Katoliki wa vikarieti ya Moshi, vikarieti ya kiti, wangepaswa kwa mfano basi wa vikarieti zote. Vikarieti vingine haziko hapa, lakini tunawaalika vikarieti wakuja hapa, vikarieti wakuja hapa, vikarieti waia hapa, na wewe vikarieti wenu wa Moshi na kuikwa kwa vikarieti wa Moshi na kusimama. Leo tunakusema wewe, tunakusema hamuko vizuri na kufanya vizuri nyinyi, watu wanateleka. Maana kwa kiti anaangalia mbingu, nyinyi mko kanisa imebeba parokia nyingine zote. Sasa nyinyi mnaunganishwa na kanisa kwa pamoja, maana ni hapa. Sasa mnaanza kuwaita nyinyi tuongee hapa, sio mahali tunaongea, tunawaita kwa wasofu tunaongea, lakini mjue kwamba kuna mambo hapa, tunamwalika Roho Mtakatifu kweli atupe mwana, tuingie katika tafakari ya